Ila mtu mwenye ishara hizi 6, basi fahamu mtu huyu hakika ana nguvu ya Mungu isiyo ya kawaida. Kama ni wewe, basi usijikatie tamaa. Kuna kusudi la Mungu ndani yako. Ishara ya kwanza, kupita kwenye moto mkali sana. Kuna watu maisha yao yanapitishwa kwenye moto hata hivi ninavyoongea. Yaani nafika kipindi unakata tamaa, umeomba Mungu kwa kiwango cha juu kabisa, lakini haujaona matokeo. Ninaposema kupitishwa kwenye moto, ukiangalia hata waliokuzunguka wote hawakuelewi. Wengine wanapita kwenye magonjwa, miguu inauma, wengine ni kichwa. Sio ugonjwa, hospitalini imeshindikana kupona, ni kwa sababu ya nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako, na wewe hutaki kuitumikia. Hutaki kwenda kwenye kusudi Mungu alilokupa. Na Mungu wa muda mwingine sio anaporuhusu moto ukupate amekuchoka. Anaacha moto ukufike ili kukutengeneza nyakati za kubarikiwa kwako. Unapoinuka na kuitumia nguvu ya Mungu, ujue kwamba ni Mungu ambaye alikutoa kwenye ule moto. Mtu anaweza kana anapita kwenye nyakati ngumu za kimaisha, lakini mtu huyu ana nguvu ya Mungu kubwa. Anaweza kuombea wengine wakafunguliwa, wengine wakafanikiwa, lakini yeye yuko pale pale. Hiyo ni ishara kwamba Mungu kweli yuko pamoja nawe na nguvu zake ziko ndani yako. Cha msingi, endelea kutafuta uso wa Mungu ili ufike kiwango cha juu zaidi. Ishara ya pili ya kwamba una nguvu ya Mungu sio ya kawaida, unakuwa unaona vitu ambavyo watu wengine hawawezi kuviona. Unaweza kuwa umekaa tu mahali unashangaa, kuna picha inakujia, kuna maono yanakujia, kuna ndoto unaziota, mtu mwingine ukimweleza anajua ni uongo unatengeneza. Hiyo inathibitisha kwamba ndani yako kweli kuna nguvu ya Mungu. Ndio maana ukisoma Yeremia 29 ile sura nzima utaona Yeremia alikuwa anaona vitu ambavyo watu wengine hawawezi kuona. Hiyo yote ni udhihirisho wa nguvu za Mungu ndani ya mtu. Ukiwa hivyo, na maisha Mungu mwenyewe ameweka nguvu zake ndani yako. Ndio maana unaweza kuona vitu. Unaweza kuwa upo kanisani, mara ghafla tu umesinzia dakika 2. Neno linaendelea au watu wanasifu, wewe unasinzia tu dakika 2. Ukija kushtuka hivi, unajikuta tayari kuna maono ulikuwa unapatiwa pale. Yale ni maelekezo kutokana na nguvu ya Mungu ambayo iko ndani yako. Ndio maana wengine hawajafanya hivyo, kuona vile Mungu anakuonyesha. Ishara ya tatu inakuwa ni vita toka kuzaliwa kwako. Kuna watu walipozaliwa, hata ukimuuliza mama yako, muulize mzazi wako, ilikuwa ni vita. Mama amezaa watoto 1, 2, 3, wewe ni wa 4, lakini kwenye mimba yako ameteseka kana kwamba ndo mimba ya kwanza. Mzazi wako alipopata tu mimba aliachishwa kazi, biashara zilienda vibaya, walikosa hata chakula, ili mradi tu wewe uliyekuwa na nguvu za Mungu usizaliwe. Kwani haujui kwamba mpango wa shetani huwa ni kumuinda mtu mwenye nguvu za Mungu kabla watu hawajaziona? Ndio maana Musa alipozaliwa watoto wote wa kiume waliuawa. Yesu alipozaliwa na nguvu zake za kiungu, watoto walikufa. Kwa kumbe kuzaliwa pia historia ikiwa ni ngumu sana, ina mapito sana. Wengine mlizaliwa baba akakataa kabisa, akasema huyu sio mwanangu. Amekataa mpaka leo, na wewe umezaliwa ndo copyright, mnafanana na babako kabisa, yani ni yeye mtupu, ila amekukataa. Usiumie moyo, usifadhaike. Kuna kusudi la nguvu ya Mungu ndani yako. Amini ninachokwambia. Ishara ya 4, unakuwa unasalitiwa na watu wa karibu yako. Unasalitiwa na viongozi wa dini, unasalitiwa na marafiki, unasalitiwa na ndugu, yani wale unaowaamini sana wanakusaliti. Ni ishara pia kwamba ndani yako kuna nguvu ya Mungu, unatakiwa upitishwe hapo, na ukishavuka sasa ndio Mungu wako afahamike. Ndio maana Yuda Iskariote anakuja anambusu Yesu, alafu anamsaliti, anamuuza kwa vipande vya fedha. Ila angalia kilichotokea. Wakati anamsaliti hakukuwa na mwonekano wa nguvu yoyote. Wakamkamata Yesu kama mnyang'anyi, wakamkamata Yesu kama mwivi, wakamdhihaki, wakamtemea mate. Lakini angalia, Biblia inaniambia akawaambia wanafunzi wake wasubilie. Hata Yuda angekwepa angeshangaa hili. Akamwambia msitoke nje ya Yerusalemu mpaka nitakapowapatia nguvu. Ndio ile siku ya Pentekoste sasa nguvu yake akaimimina pale. Kumbe alikuwa na nguvu ambayo hata wale wasingeweza kumshika. Kwa nini nakwambia hivyo? Acha wakusaliti, kwa sababu Mungu ameachilia kusudi ndani lako.
na hiyo nguvu ndio upako ambao utakupeleka viwango vya juu zaidi. Ishara ya 5, Mungu anakutunukia nguvu ya utakatifu. Yaani unakuta familia nzima ni walevi, familia nzima hakuna aliyeokoka, ila wewe unatoka tu kwenye familia fulani afu unajikuta unamcha Mungu, unampenda Mungu. Hiyo ni ishara kwamba ndani yako kuna nguvu ya Mungu, ndio inaweza kuwasaidia na kuwavusha wengine pia. Ina uwezo wa kutembea na maisha yako ikawasaidia na hao ndugu zako wakawa salama. Nguvu ya Mungu inamchagua mtu huyu. Kama ni wewe, unajua kabisa ukoo mzima hakuna aliyeokoka, ila wewe umeokoka. Hiyo ni ishara mojawapo kwamba ndani yako kuna upako, kuna nguvu ya Mungu, una nguvu ya kuwabeba wasiobebeka. Ndio maana leo wanafanikiwa, wanajua ni nguvu zao, ni jitihada zao, ila ni wewe ambao mpewa nguvu na Mungu umewasaidia kufika pale wanatakiwa wafike. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuniona, usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yangu. Lakini kwa wewe ambaye unahitaji kujifunza zaidi ufasiliji wa ndoto, maombi na maombezi, kuna channel yangu ya WhatsApp ambayo link yake iko chini ya video hapa kwenye bio. Unaweza ukaigusa ukasubscribe pale ukaendelea kujifunza kama mwanafamilia wa ndoto.